Karibu katika Matukio Daima habari kwa siku hii ya leo. Huu hapa ni muhtasari wake. Bilioni 64 za karabati uwanja wa ndege Iringa. Una uwezo wa kupanda ndege na kufika Iringa kutoka Dar es Salaam Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi mpaka Jumapili. Ni fursa yako. Kwa naamini baadhi ya wajumbe wa MESA hawatarudi tena kwa mabasi, wataondoka na ATCL. Asante. Maagizo ya Rais Samia haki jinai yatekelezwa. Kwa sababu mmomonyoko wa maadili ndio unaopelekea uwepo wa wizi, uvunjaji wa sheria, uwepo wa jinai na machafuko na uhalifu yote yanayotokea leo duniani ni kwa sababu ya mmomonyoko wa maadili. RC Heri James aitangaza Iringa kivingine, akubali kituo cha taarifa, afungua milango kwa uwekezaji. Na unapenda watu wanaotusaidia kuukuza mkoa wetu. Kwa hiyo tunawapigia makofi mengi sana sisi kwa kuja na kuwa sehemu ya jambo hili. Kwa upande wa ardhi mlioiomba mmeipata Iringa. Na katika michezo, TRA United kuikaribisha Dar es Salaam Young Africans katika uwanja wa Amri Abeid Arusha. Inachezwa siku ya kesho. Sasa mtihani uliopo kwa Yanga ni kwamba ametoka kutumia nguvu nyingi sana katika michezo yake hivi karibuni. Tuna michezo ilikuwa mzuri, kumbuka alipata testi ngumu dhidi ya Simba. Mtazamaji wa Matukio Daima, hujambo na karibu katika Matukio Daima habari kwa siku ya leo, na tutakwenda kusomea habari hizi kwa siku ya leo. Jina langu ni Emmanuel Manonga na mimi ni Beldina Majinge. Karibu tuwe sote kuanzia mwanzo hadi mwisho wa taarifa hii ya habari kwa siku. Na tukianzia mkoani Iringa, ili kukuza uchumi na kuboresha shughuli za utalii katika hifadhi zilizopo mkoani Iringa, kiasi cha shilingi bilioni 64 zimetumika kuboresha miundombinu katika uwanja wa ndege kwa ajili ya wasafiri wa anga. Hayo yamesemwa na mkuu wa mkoa wa Iringa Heri James wakati akifungua kongamano la wadau wa habari, wahariri na waandishi wa habari kusini mwa Tanzania, MESA Summit. Amesema maboresho hayo yamelenga kuhakikisha wasafiri wa anga na watalii wanatumia uwanja huo vizuri, na sasa safari za ndege zinapatikana siku zote za wiki. Katika maeneo ya vijijini pia uwanja wa ndege wa Iringa kule Nduli umeboreshwa na kurahisisha huduma za usafiri wa anga na kukuza utalii na biashara kwa ujumla. Kabla ya hapo wananchi wa Iringa walikuwa wana changamoto ya uwanja wa ndege. Hivi ninavyozungumza na nyinyi sasa una uwezo wa kupanda ndege na kufika Iringa kutoka Dar es Salaam Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi mpaka Jumapili. Ni fursa yako. Kwa naamini baadhi ya wajumbe wa MESA hawatarudi tena kwa mabasi, wataondoka na ATCL. Asante sana. Maendeleo ya mkoa wa Iringa, serikali imeendelea kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo yenye lengo la kuboresha maisha ya wananchi na kuimarisha uchumi wa mkoa wetu kwa ujumla. Kupitia serikali kuu, miradi kadhaa mikubwa imeanzishwa na mingine kukamilika, ikigusa sekta muhimu kama elimu, afya, miundombinu ya barabara, utalii kupitia mradi wa Ligro, usafiri wa anga pamoja na kilimo kwa ujumla. Ndugu washiriki, katika sekta ya afya hadi kufikia Februari ya mwaka 2025-26, jumla ya bilioni 6,360,000 zimepokelewa kwa ajili ya kuboresha huduma za afya katika mkoa wetu wa Iringa. Hadi sasa jumla ya bilioni 5.1 tayari zimetumika katika utekelezaji wa miradi ya afya, ikiwemo ujenzi, ukarabati na uboreshaji wa hospitali, vituo vya afya pamoja na madawa. Miradi hii inasaidia kuongeza upatikanaji wa huduma bora za matibabu karibu kwa wananchi, huku ikichangia kupunguza changamoto ya kiafya katika mkoa wetu. Maboresho ya miundombinu yanajumuisha ujenzi na ukarabati wa barabara za ndani ya hifadhi, kuboresha miundombinu ya malazi kwa watalii pamoja na kuimarisha miundombinu ya usafiri wa anga, hatua inayolenga kuongeza idadi ya watalii na kuboresha uzoefu wa wanaotembelea hifadhi hiyo. Kwa sasa tunavyozungumza, ndani ya hifadhi ya Ruaha pale tumejenga uwanja wa ndege ambao mtu anaweza akatoka kokote moja kwa moja akashukia hifadhini na akaendelea na shughuli za utalii. Kazi hii inafanyika ili kuongeza thamani ya utalii ndani ya mkoa wetu. Na sasa tuelekee mkoani Dodoma, ambapo Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi kupitia Jeshi la Magereza limeanza utekelezaji wa maelezo ya Rais wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan aliyoyatoa kupitia Tume ya Haki Jinai, ambapo ameelekeza maboresho ya vyombo vya haki jinai, ikiwemo uandaaji na utekelezaji wa programu za urekebishaji. Hayo yamesemwa na Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi Patrobas Katambi wakati akizungumza na askari magereza jijini Dodoma. Serikali itaendelea kutoa rasilimali fedha na kuchukua hatua mbalimbali kwa kufanya maboresho kwenye taasisi zilizoko kwenye mnyororo wa haki jinai, ikiwemo Jeshi la Magereza. Natoa rai kwa jeshi kuendelea kuchukua hatua zinafanya na kuhakikisha kwamba wanakuwa wafungwa wanapata ujuzi na stadi ambazo zitawasaidia kwenda kuwa raia wema. Lakini pia wafungwa wa kutumia
fursa ya kushiriki mafunzo mbalimbali yanayotolewa na taasisi za mafunzo na elimu nchini. Itawasaidia sana kwa kiwango kikubwa kuwa na jamii ambayo ina uwezo wa kufanya kazi za uzalishaji, utoaji huduma kwa wananchi, lakini pia wao wenyewe kuweza kujipatia kipato na kujikimu. Sayansi na teknolojia inazidi kuingia na inaingia katika mifumo mbalimbali na ya tofauti. Hivyo basi tuna budi kama jeshi kuhakikisha kwamba tunajifunza kila wakati, na siku hizi shule sio lazima uende darasani, hata kupitia mitandao ya kijamii tuitumie vizuri kuweza kujiendeleza na kupata taarifa muhimu, kupata mafunzo muhimu na kuimarisha na kuweza kujua masuala ambayo yanaendana na teknolojia mpya ambazo ziko hivi sasa. Maeneo mengi ambayo ni tishio hata kwa usalama wetu wa nchi ni eneo la mmomonyoko wa maadili. Maadili yetu kama Watanzania, mila, tamaduni na desturi zetu. Wajibu huu haubaki kuja kwa magereza peke yake. Ni wajibu kama jamii ya Watanzania tulio nayo Afrika na dunia kusimamia sana masuala ya maadili, kwa sababu mmomonyoko wa maadili ndio unaopelekea uwepo wa wizi, uvunjaji wa sheria, uwepo wa jinai na machafuko na uhalifu yote yanayotokea leo duniani ni kwa sababu ya mmomonyoko wa maadili. Na mmomonyoko wa maadili ni jambo kubwa, ndugu zangu. Tungetarajia tuone na iko siku sijui lini ambapo tungetamani kuona viongozi wetu wa nchi kama Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mkimuita magereza kuja kuhitimisha shughuli za magereza, kwamba hapa sasa hata wafungwa watu wabaki kwa shughuli badala ya magereza tukibadilisha hiyo shughuli ya sekondari na usiku. Tuende tena mwanzo, muite Dr. Samia aende akafunge magereza, kwamba magereza sasa kazi wakuna na maafisa walioko tuwahamishie kwenye vitengo vingine vya serikali, wakaingia labda kwenye vyombo vingine, kwa sababu hata kama kiona kama wizi utaisha, kama watu tamaa zitaisha, rushwa zitaisha, tutakuwa kuna kazi gani sisi magereza? Lakini leo tunazidi kumwomba rais, tunaomba kuongeze fedha ili tujenge magereza mengine. Ni kielelezo kwamba sehemu ipo kwenye jamii hatutekeleze wajibu wetu. Na sasa turejee tena mkoani Iringa, ambapo mkuu wa mkoa wa Iringa Harry James ametangaza mafanikio makubwa ya kiuchumi na kijamii ya mkoani humo, akiahidi kuendelea kuweka mazingira rafiki kwa uwekezaji, ikiwa ni pamoja na kukubali kutoa eneo kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha taarifa za maendeleo kwa ukanda wa kusini. Akifungua mkutano wa wadau wa habari wa taasisi ya vyombo vya habari kusini mwa Afrika tawi la Tanzania MISATAN, wakiwemo wahariri, waandishi wa habari na wadau wa habari kutoka Tanzania bara na Zanzibar, James amesema serikali ya mkoa huo itaendelea kushirikiana na wadau mbalimbali ili kuhakikisha wananchi wanapata taarifa sahihi na kwa wakati. Nimemaliza hotuba yangu ya leo ambayo ni ndefu sana. Nadhani kuna wengine wanadhani labda nasoma waraka wa Korinto. Hapana. Ni hotuba tu imeandaliwa ikiwa imebeba vitu vingi. Tulitamani tuzungumze vitu vingi ambavyo mtu akiondoka walau anapata taswira ya Iringa. Kwa mwenyekiti, mimi nimefurahi sana kwa dhati. Nimefurahi sana kwa dhati na nimeona hapa yako maombi ambayo umeyatebo kupitia hotuba yako. Na mimi ni mkoa unaopenda maendeleo, lakini unapenda wageni na unapenda watu wanaotusaidia kuukuza mkoa wetu. Kwa hiyo tunawapigia makofi mengi sana sisi kuweza kwa kuja na kuwa sehemu ya jambo hili. Kwa upande wa ardhi mlioiomba mmeipata Iringa. Mmeipata Iringa. Tuko tayari kutoa ardhi kwa MISATAN ili kujengwa kituo hicho kikubwa ambacho tunaamini si tu kitasaidia majukumu ya MISATAN bali kitachochea mageuzi ya upatikanaji wa taarifa kwa wananchi, lakini pia kuleta mageuzi makubwa ya kimaendeleo. Kwa naomba pale mtakapokuwa tayari mtaiandika barua rasmi kwa katibu tawala mkoa wa Iringa, atawaanishieni ni wapi sasa eneo hilo mtalipala ili taratibu za umiliki ziweze kuanza kufanyika. Baada ya taarifa hiyo kutoka mkoani Iringa, sasa tuelekee mkoani Katavi, ambapo wakazi wa kata ya Karema iliyopo mwambao wa Ziwa Tanganyika mkoani Katavi wanaojishughulisha na shughuli za uvuvi, kilimo na biashara wameeleza matumaini yao makubwa kufuatia ujenzi wa meli 4 za mizigo zitakazokuwa zikifanya safari kati ya bandari ya Karema na nchi jirani za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Zambia na Burundi.
Wakizungumza na waandishi wa habari, wakazi hao wamesema kuwa uwezekano huo mkubwa katika sekta ya usafiri wa majini unatarajiwa kurahisisha usafirishaji wa bidhaa na watu katika ukanda wa Ziwa Tanganyika. Tumepata fursa ya bandari na zimefunguliwa meli 4. Hizi meli 4 kwa sisi watu wa Karema tunanufaika kwa sababu sisi ni wakulima. Mazao yetu watakuja watu kuja kununua. Mbali na hapo, sisi wenyewe tutapata kazi kwenye meli hizo na kufanya kazi. Kwa hiyo moja hapo ni fursa ambayo tunaweza kuipata Karema. Tunafurahi kupata fursa hiyo. Mbali na fursa hii, palikuwa hakuna bandari. Kwa hiyo hata usafiri mizigo ilikuwa ni kazi sana kusafirisha. Tulikuwa tunatumia maboti, ambapo maboti mkati mwingine anaenda ya mizigo inazama, mali zinaharibika za watu. Kwa hiyo kupata meli ni fursa mojawapo. Kwa hiyo tunashukuru kwa kupata meli. Kwa hizi meli zilizokuja hapa ni fursa kwa sisi vijana, kutokana na sisi tunajishughulisha na kilimo na uvuvi kwa niaba ya kupakia mizigo. Tunashukuru sana. Kutokana na meli zimekamilika, tunachoomba sisi vijana ni changamoto za ajira kwetu zimekuwa imekuwa ni changamoto kubwa, hususan kwa sisi vijana. Tukienda kuomba ajira kwa viongozi inakuwa ni changamoto kubwa, kupatikanaji inakuwa ni wakati mgumu. Na tunashukuru sana kwa meli zilivyoisha hizi, itakuwa sisi vijana tujishughulisha kutokana na ajira, kutokana na kupakia mizigo. Meli hizi zimetokana na fursa ya serikali kufungua fursa za uwekezaji ambazo zimepelekea wawekezaji waliowekeza hizi meli kuiona na kuitumia, kwa maana nchi ya Tanzania ina amani na inatoa fursa hizo kwa wawekezaji, kwa sababu wanaamini kwamba wakiwekeza yao hawezi kupotea. Kwa kuna kila namna kuisifu na kuipongeza serikali ya awamu ya 6 ya Rais Samia Suluhu Hassan kwa kutupa fursa hii. Sisi kama TPA inatuongezea uwezo wa kufanya kazi, kwa maana kupata mizigo mingi tofauti na tulivyoanza hapo awali. Mradi ulianza mwezi April mwaka jana, ila leo hii tuko mwezi Machi mwaka 2026, ila tunakaribia kumaliza mradi wetu na tuko kamilifu kwa zaidi ya 95%. Siri ya mafanikio ya kufanya mradi huu ndani ya muda mchache ni utendaji kazi kwanza, ila vile vile ni mazingira tuliyokuta katika eneo husika. Sehemu hii ni tulivu, sehemu hii ni nzuri kwa kufanya kazi, ila vile vile ushirikiano tuliopata kati ya kampuni yetu na serikali, ila vile vile mashirika ambayo yamekuwa yakiungana nasi katika mchakato mzima wa kutengeneza meli hizi 4 ndio siri kubwa ya sisi kumaliza. Na sasa tuelekee katika viunga vya michezo, ambapo michezo ya viporo ya ligi kuu soka Tanzania bara inategemea kuendelea tena hapo kesho kwa mchezo mmoja jijini Arusha baina ya TRA United dhidi ya klabu ya Young Africa. Mchezo utakaochezwa kuanzia majira ya saa 10:15 jioni. Na kuelekea mchezo huo, mwenzetu Frank Vegula ameangazia tathmini ya ligi hiyo kuelekea mchezo huo wa kesho. Jiografia ilivyo kwa viwanja vya nje ya mkoa wa Dar es Salaam, mvua zimekuwa nyingi na Arusha ni moja eneo ambalo mvua zimekuwa zikipiga sana kipindi cha miezi hii ya masika, na nafahamu mandhari ya uwanja wa Sheikh Amri Abeid Arusha ni uwanja ambao mvua ikipiga bila shaka kuna tope kiasi huwa zinabakia na ugumu kiasi huo unakuwepo baada ya mvua kupiga na kukauka na jua, basi kuna ugumu kiasi huwa unasalia pale. Kwa hiyo Yanga hawajazoea mazingira kama haya. Bila shaka mchezo wa TRA kwao unakwenda kuwa ni mchezo ambao upo katika majaribu makubwa kwao, kwa sababu itabidi tena kutumia nguvu za ziada ili kuweza kupata ushindi, kwa sababu mazingira ya kiwanja, lakini pia kwa namna TRA ambapo wameimarika hivi karibuni chini ya mwalimu Etienne Ndairagije. Kwa Yanga na mitihani ya kiviunzi ya kuruka hivyo kuna ngumu namna yake, kwa sababu hizo mbili nilizokutajia, moja ni ubora kiasi wa TRA wa hivi karibuni, lakini pia mandhari ya uwanja naweza kutokuwa rafiki sana kwa klabu ya Yanga katika uwanja ule Sheikh Amri Abeid Arusha saa 10 kamili jioni. Mtihani mzito Jumatano kesho Yanga atakuwa uwanjani, na hivi tunavyozungumza tayari kwa Arusha. Ukiangalia mahasimu Simba wao watakuwa na mchezo. Naam, asante sana Vegula kwa taarifa hiyo ya michezo ambayo inatufungia taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo, lakini kabla hatujahitimisha tusikilize tena muhtasari wake.
Karibu katika Matukio Daima habari kwa siku hii ya leo. Hapa ni muhtasari wake. Bilioni 64 za karabati uwanja wa ndege Iringa. Una uwezo wa kupanda ndege na kufika Iringa kutoka Dar es Salaam Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi mpaka Jumapili. Ni fursa yako. Kwa naamini baadhi ya wajumbe wa Misatan hawatarudi tena kwa mabasi, wataondoka na ATCL. Maagizo ya Rais Samia haki jinai yatekelezwa. Kwa sababu mmomonyoko wa maadili ndio unaopelekea uwepo wa wizi, uvunjaji wa sheria, uwepo wa jinai na machafuko na uhalifu yote yanayotokea leo duniani ni kwa sababu ya mmomonyoko wa maadili. RC Heri James aitangaza Iringa kivingine, akubali kituo cha taarifa, afungua milango kwa uwekezaji. Na unapenda watu wanaotusaidia kuukuza mkoa wetu. Kwa hiyo tunawapigia makofi mengi sana sisi kwa kuja na kuwa sehemu ya jambo hili. Kwa upande wa ardhi mlioiomba mmeipata Iringa. Na katika michezo, TRA United kuikaribisha Dar es Salaam Young Africans katika uwanja wa Amri Abeid Arusha. Inachezwa siku ya kesho. Sasa mtihani uliopo kwa Yanga ni kwamba ametoka kutumia nguvu nyingi sana katika michezo yake hivi karibuni. Tuna michezo ya konsuhi, kumbuka alipata testi ngumu dhidi ya Simba. Na mtazamaji, na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote walioandaa na kuchakata taarifa hii ya habari, jina langu ni Emmanuel Manonga. Na mimi ni Beldina Majinge. Tukusihi tuendelee kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii ikiwemo Instagram, TikTok, Facebook na Twitter kwa jina moja la Matukio Daima habari. Lakini kwa wale ambao hawajaweza kusubscribe channel yetu ya YouTube, basi fanya hivyo ili uwe wa kwanza kupata taarifa pale ambapo tutakuwa tukipandisha taarifa zetu. Uwe na usiku mwema. Kwa afya yako na ubora wa maisha yako, unahitaji maji yaliyo safi, salama na yenye ladha halisi ya asili. Karibu utambue ubora wa Sif Natural Mineral Water, maji ya madini asili yanayotoka kwenye vyanzo salama vya Mafinga, Tanzania, yakichujwa na kuandaliwa kwa viwango vya hali ya juu kabisa vya ubora. Furahia ubaridi wa maji safi kila unapohitaji. Sif Natural Mineral Water inapatikana katika ukubwa mbalimbali kwa matumizi rahisi na ya uhakika. Chagua maji unayoyaamini, chagua ubora unaostahili, chagua CF Natural Mineral Water. Kwa mawasiliano na kuweka oda, wasiliana nasi kupitia 0762 123 736 au 0769 440 834 au barua pepe cfcompany100@gmail.com. CF Natural Mineral Water, maji yenye madini asili kwa afya na uhai wa kila siku. Umehitimu darasa la 7, kidato cha 4 au zaidi na unahitaji kupata ujuzi? Karibu katika vyuo vya RDO Mdabulo, RDO Mafinga, RDO Ibwanzi na RDO Kilolo ili ujipatie mafunzo mahiri ya malezi yaliyo bora. Fani zinazotolewa vyuoni ni kama ifuatavyo: umeme wa majumbani na viwandani, uchomeleaji na uundaji wa vyuma, ufundi magari, ufundi bomba, upishi na uhudumu wa hoteli, useremala, uashi au ujenzi, uzalishaji wa afya ya mifugo, ubunifu na ushonaji wa mavazi, ufumaji, utengenezaji wa bidhaa za ngozi, teknolojia ya habari na mawasiliano na matumizi ya kompyuta. Mafunzo yanatolewa kwa miezi 3 na miezi 6 tu. Nafasi za hostel zipo kwa wahitaji wote. Pia tuna nafasi kwa wanaohitaji kuhamia level 1, 2 na 3. Vyuo vyetu vyote vimesajiliwa kikamilifu na Baraza la Ufundi na Mafunzo ya Ufundi Study NACTVET. Unaweza kujisajili moja kwa moja na kupakua fomu za kujiunga katika tovuti ya shirika, yani www.rdo.or.tz. Iandae kesho yako iliyo bora na vyuo vya RDO. Kwa maelekezo zaidi wasiliana nasi kwa namba 0757 35 18 37 au 0745 92 15 75. Kumbuka, ufundi ni taaluma ina. Nikwambie kitu mtazamaji wa Matukio Daima. Clock Tower Kefu ni moja tu. Tofauti ya Clock Tower Kefu na sehemu nyingine ni moja. Kwanza Clock Tower Kefu wahudumu wake ni wacheshi, lakini huduma zao ni bora kuliko, lakini kubwa zaidi kwamba vitu vyao vyote vinavyouzwa Clock Tower Kefu ni bei nafuu kuliko. Usiulize wapi kefu nzuri, uliza tu Clock Tower Kefu. Clock Tower Cave. Tupo jirani na mnara wa saa katikati ya mji wa Iringa. Tupo wazi kuanzia Jumatatu hadi Jumapili. Tupigie simu namba 0677 220 022 au 0657 366 667. Clock Tower Cave Iringa, ladha inayounganisha wapenzi. Ndiyo, Clock Tower Cave, home of delicious meals.
Huduma bora ni pamoja na ofisi nzuri, na ofisi nzuri haiwezi kukamilika bila vitu vya kisasa vya ofisini. Hop Corner Shop tumekuletea viti na meza za kisasa zaidi ya ofisini kwa gharama ndogo kuliko, na vitu vyote ni original toka kiwandani, hatuuzi vitu vilivyotumika. Hop Corner Shop tunapatikana jirani na benki ya NMB Redcom mjini Iringa, lango kuu la kuingia chuo cha Ruku. Tupigie simu namba 0618874152 au 0767818200 au tembelea Instagram yetu hopcorner_shop. Hop Corner Shop, hapa gharama nafuu, bidhaa zetu kiwango.